Kwa mara nyingine tena jana, Samia Suluhu Hassan ametoa kauli ambazo kwa upande mmoja zinaweza kuathiri mustakabali wa Tanzania, lakini kwa upande wa pili zinazua tafakuri kuhusu mustakabali wake yeye mwenyewe kama rais wa Tanzania. Sasa jana Samia alikuwa mgeni rasmi katika mkutano mkuu wa chama cha mawakili wa serikali huko Arusha, ambao walikuwa na mkutano na yeye alikuwa kwenda kufungua mkutano huo. Sasa kuna mambo mengi ya hovyo ambayo yameongea katika mkutano huo kama itakavyoelezwa katika makala hii, lakini hili limejiri siku 3 tu baada ya kamati ya mawaziri ya Jumuiya ya Madola inayofahamika kama CMAG kuipa Tanzania masharti yenye deadline, na zimetolewa deadlines 3 zenye masharti yenye ukomo, yani deadlines 3 kuhusiana na yanayoendelea nchini Tanzania. Lakini pia hapo jana kuna documentary imerushwa na shirika la utangazaji la Uingereza yani BBC, na documentary hii inamhusu mwenyekiti wa taifa wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu. Na kwa hakika documentary hii inafanya vizuri sana. Mpaka dakika chache kabla ya kuandaa makala hii hapa Jasusi TV, documentary hiyo ilikuwa na zaidi ya views 110,000 na ina trend vizuri kwenye mitandao ya kijamii. Watu wengi wameiona, na kwa hakika sio habari nzuri kwa Samia Suluhu Hassan, kwa sababu inatoa taswira ya ukandamizaji unaoendelea nchini Tanzania. Sasa wakati alipokuwa akihutubia huko Arusha katika huo mkutano wa wanasheria, Samia alitoa matamko na mwelekeo. Alidai kwamba matamko na mwelekeo wa kisiasa duniani unazitupia jicho nchi zinazoendelea, nchi kama Tanzania, kana kwamba zinakiuka haki za binadamu. Sio kwamba zinakiuka, bali kana kwamba zinakiuka haki za binadamu. Naye alipinga kwamba serikali ya Tanzania haikiuki haki za binadamu, haki za binadamu zinaheshimiwa. Akadai kwamba haki za binadamu zipo kwenye katiba ya Tanzania, lakini pia akaenda mbali kwa kusema yeye mwenyewe ni muumini wa haki za binadamu. Akadai kwamba tangu aingie madarakani hajawahi kuidhinisha mtu yote kunyongwa, kwa sababu kwa utaratibu mtu anapohukumiwa kunyongwa ni lazima rais aidhinishe hukumu ya kifo. Kwa hiyo anadai kwamba tangu aingie madarakani hajawahi kufanya kitu kama hicho. Lakini hiki ni kichekesho, kwa sababu Samia huyo ndiye aliyeruhusu vyombo vya dola vichinje zaidi ya Watanzania 10,000 kuanzia Oktoba 29. Na sio kama hayo yameisha, hadi tunavyoongea muda huu watu wanaendelea kutekwa, watu wanabakwa, wanalawitiwa, wanateswa na kuuawa, na kuna maelfu ya miili ya waliotekwa, waliouawa haijarejeshwa kwa familia za wahusika. Lakini yeye anadai kwamba Tanzania ni nchi ambayo inaheshimu haki za binadamu, imeingiza haki za binadamu kwenye katiba yake, imesaini mkataba wa Afrika wa haki za binadamu, na ni makazi ya mahakama ya Afrika ya haki za binadamu hapo jijini Arusha. Na akasema kwa lugha ya mafumbo kwamba ukitaka kumuua mbwa mpe jina baya. Na hii kauli ilikuwa inamaanisha kwamba hizi ukosoaji unaofanywa wa kimataifa dhidi ya Tanzania, yeye anatafsiri kwamba hizi ni hujuma, ni mpango wa hizi nchi hususan za magharibi za kuichafua Tanzania. Si kwamba Tanzania ina rekodi chafu, si kwamba Tanzania haizingatii haki za binadamu, kwamba watu hawatekwi, watu hawabakwi, watu hawalawitiwi, watu hawateswi wala hawauawi, bali nchi za magharibi zina ajenda maalum dhidi ya Tanzania. Kwa hiyo hayo ndio yalikuwa ni maelezo aliyoyatoa. Lakini pia hotuba hiyo ilikuwa na maagizo kwa mawakili wa serikali. Aliwataka kwamba wawe makini na matamko ya kimataifa na kuyatolea tafsiri haraka na kuchukua hatua inapobidi, na kuziagiza taasisi za serikali kuchukua hatua dhidi ya masuala ya kimataifa ambayo yanaonekana kuilenga Tanzania, hususan yale ambapo Tanzania inafanya kinyume cha taratibu za kimataifa. Na akawaonya mawakili wasikubali taaluma yao itumike kuhalalisha mambo yenye nia ovu dhidi ya taifa. Na akadai kwamba kuna nguvu kubwa ya fedha inayozunguka dunia nzima ili wenye nguvu watimize matakwa yao. Hapa namaanisha kwamba hizi nchi tajiri zinamwaga pesa ili kuziangamiza nchi kama Tanzania. Lakini kiintelijensia hii alichokifanya kwa hawa mawakili ni kuunda kikosi cha ulinzi wa kisheria dhidi ya shinikizo
la kimataifa. Na ikumbukwe kwamba miongoni mwa waliokuwemo katika huo mkutano wa jana ni wanasheria wakina Katuga, wale ambao wanakandamiza haki za Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu. Sasa kuweka hili katika muktadha, ni muhimu pia kufahamu kwamba tarehe 10 ya mwezi huu kamati ya mawaziri wa Jumuiya ya Madola ilifanya kikao chake cha dharura na kuipa Tanzania masharti yenye deadlines 3, kwamba ndani ya siku 30 ihakikishe kwamba inalipatia ufumbuzi swala la Mheshimiwa Lissu kuwa gerezani, na ufumbuzi huu upatikane kwa njia za kisiasa au kwa njia za kisheria. Na ndani ya siku 60 serikali ya Tanzania irejeshe huduma za mitandao ya kijamii iliyofungiwa. Na ndani ya siku 90 iitishe jukwaa la mashauriano kati ya vyama vyote. Tofauti na sasa ambapo kuna hii ajenda maridhiano ambayo CCM ndio inataka kuyaendesha maridhiano. Lakini kwa mujibu wa Jumuiya ya Madola ni kwamba kuwepo na majadiliano ya wazi ambayo yataongozwa na taasisi huru hususan za kimataifa, kuhakikisha kwamba masuala ya msingi yanajadiliwa. Lakini katika hotuba yake ya jana, licha ya kutumia maneno makali, Samia hakutaja jina la mtu wala taasisi yoyote. Na hii ni tafsiri kwamba huu ni uoga wa kisiasa uliovaa joho la ujasiri. Maneno makali ukumbini, lakini hakuna ujasiri wa kumtaja unayemjibu. Na ukimya huo unaacha mlango wa mazungumzo wazi, huku hadharani akionyesha msimamo wa ukaidi, kwamba anaweza kukemea lakini akaruka kwamba hakukemea kwa sababu hakutaja jina. Maana yake ni kwamba leo wale ambao wanawakemea, kesho anaenda kuwapigia magoti kutaka msaada, kama itakavyoelezwa katika makala hii huko mbeleni. Na kuhusu hili la haki za binadamu ni mzaha, kwa sababu licha ya mahakama ya haki za binadamu Afrika kuwepo hapo Arusha, lakini Novemba 2019 serikali ya Tanzania iliondoa tamko la ibara ya 34 ya itifaki ya mahakama hiyo, na hiyo inawanyima wa Tanzania fursa ya kuishtaki serikali moja kwa moja katika mahakama hiyo iliyopo hapo Arusha. Lakini hata hivyo, moja ya sababu zilizopelekea Tanzania kuchukua uamuzi huo ni kwamba katika nchi zote za Afrika, Tanzania ndio ilikuwa inaongozwa kwa kufunguliwa mashtaka, kwamba kati ya mashtaka 70 yaliyofikishwa katika mahakama hiyo, 28 yalikuwa yanaihusu Tanzania. Lakini pia ni muhimu kuangalia hayo aliyosema Samia jana hayakuja peke yake, kwamba yalikuwa naambatana na muktadha wa kilichojiri Julai 9 ya mwaka huu huko Zanzibar, ambapo alitoa kauli akidai kuwa wanaharakati ni magaidi. Na hili lilikuwa na tafsiri kwamba ametoa tamko hilo kwa kuilenga tume ya uchunguzi wa jinai ambayo iliundwa baada ya ile tume ya Ichande. Kwa hiyo alikuwa anatoa maelekezo kwa ile tume kwamba itakapokamilisha ripoti yake iwakute wanaharakati kuwa ni magaidi, kwa hiyo wachukue hatua zinazostahili. Hata hivyo kuna habari njema kidogo katika hili, kwa sababu kuna kesi imefunguliwa dhidi ya hiyo tume ya uchunguzi wa jinai. Na kwa ujumla alichokuwa anasema Samia kuhusiana na mambo ya haki za binadamu, kwamba Tanzania ni kinara wa binadamu, yeye mwenyewe hajawahi kuidhinisha kunyongwa kwa mfungwa yoyote aliyohukumiwa hukumu ya kunyongwa, ni kichekesho kutokana na ukweli kwamba Samia ndiyo aliyoidhinisha mauaji ya Watanzania zaidi ya 10,000 kuanzia hapo Oktoba 29, na mauaji yanaendelea, utekaji unaendelea, ubakaji unaendelea, ulawiti unaendelea, watu wanaendelea kutekwa na watu wanaendelea kuuawa. Kwa hiyo hilo ni kama mzaha ambao ulikuwa pengine wa kufurahisha kwake na wa hao watendaji wa serikali, lakini ni ambao unaacha maumivu makali, kwa sababu hadi muda huu tunaongea kuna familia kibao ambazo hazijapata miili ya wapendwa wao, lakini pia kuna familia nyingi hazijui ndugu zao wako wapi, lakini pia kuna maelfu ya Watanzania ambao wako gerezani muda huu, na wengine wamekamatwa majuzi kufuatia maandalizi ya maandamano ya 7/7. Sasa jana hiyo kuna jingine kubwa lililojiri kama nilivyosema. Shirika la utangazaji la Uingereza BBC lilirusha documentary kuhusiana na Mheshimiwa Lissu, na hii ilieleza masuala mbalimbali, jinsi alivyopigwa risasi 16 Septemba 2017, lakini pia ikaeleza kwamba mpaka sasa hivi hakuna uchunguzi wote uliofanyika kuhusiana na hili. Na pia hiyo documentary ilikumbusha kwamba kabla ya hili tukio la 2017 Mheshimiwa Lissu alikuwa amekamatwa mara 8 na kufunguliwa mashtaka ya uchochezi mara 6. Na pia ilieleza kuhusu na imemwonyesha Samia alivyokwenda Ubelgiji na kumhakikishia Mheshimiwa Lissu kwamba yupo salama. Sasa Mheshimiwa Lissu, ikumbukwe kwamba kabla ya hapo
mwaka 2020 alirudi Tanzania kushiriki katika uchaguzi ambao nao ulikuwa wa hovyo katika zama za Magufuli. Lakini baada ya uchaguzi ule kulikuwa na tishio la usalama, akaondoka na kurudi Ubelgiji. Hata hivyo, baada ya hiyo Samia kumshawishi, Mheshimiwa Lissu akarudi Januari ya 2023. Lakini miaka miwili baadaye, mnajua kilichotokea, alikamatwa na kufunguliwa mashtaka haya ya uhaini, ambako mpaka sasa hivi kwa zaidi ya mwaka mmoja amekuwa gerezani. Na hii Jumuiya ya Madola imesisitiza kwamba ndani ya siku 30, takriban Agosti 8, lazima serikali ya Samia itoe ufumbuzi wa swala hili. Sasa serikali ya Samia imejibu hiyo documentary ya BBC, na Msigwa alitoa tamko akidai kwamba serikali imesikitishwa na documentary hiyo, na kaituhumu BBC kwamba imetoa maudhui ya upande mmoja yaliyokosa ushahidi thabiti na yenye mwelekeo wa kuichafua Tanzania. Inaonekana kwamba wana mpango wa kuifungia BBC, na walikuwa siku nyingi wanatafuta sababu. Nadhani sasa hii documentary itakuwa imewapa sababu ya kuifungia BBC. Lakini Samia amejaribu kujenga taswira jana kwamba mabeberu, nchi za magharibi zinatumia fedha, zinamwaga fedha, zinawapa wanaharakati, zinawashawishi vijana waichukie taifa lao. Lakini kuna ukweli mchungu ambao umefichika, au hakutaka kuongea, au kwa sababu ameamua tu kuongea kile kisichokuwa na ukweli. Kwa sababu Julai 10 Tanzania imepokea mkopo, imeidhinishiwa mkopo wa dola za Marekani milioni 443.9. Na wiki moja kabla, tarehe 2 Januari, Marekani ilitia saini mkataba na Tanzania wenye thamani ya dola bilioni 1.3. Sasa hizo nchi ambazo zina maana, Marekani ni pamoja na hayo mataifa ambayo kwa mujibu wa Samia ni kwamba wanamwaga pesa ili kuichafua Tanzania, kuiangamiza. Kwa nini watoe mkopo? Na kwa nini mpokee mkopo kutoka kwa nchi zile ambazo zinataka kuangamiza? Hilo dogo. Kubwa ni kwamba Tanzania kwa sasa, serikali ya Samia inayalipa makampuni mawili. Moja linalipwa dola 45,000 kila mwezi, na jingine lina mkataba wa dola milioni 3 kwa miezi 12. Na lengo la kandarasi hizo ni kuisafisha serikali ya Samia huko Marekani. Sasa unaendaje kujisafisha kwa watu ambao wana lengo la kuiangamiza nchi yako? Kwa mujibu wa maelezo aliyotoa jana, huu ni unafiki wa mchana kweupe, na yeye anajua kwamba anachokiongea ni kitu kisicho nani. Lakini yote haya ni mazuri, kwa sababu kwa upande mmoja hayo ya kuwasingizia wanaharakati kwamba ni magaidi, na hizo kauli zake za jana zinaweka mazingira mazuri ya kufikia mustakabali wa utawala wake. Huu ni mwanzo wa mwisho wa Samia. Ndio maana amekuwa akiropoka vitu ambavyo baadaye vitakuja kumuingiza matatizoni, kwa sababu unapotafuta bifu na nchi ambazo ni wafadhili wako, ni wahisani wako, unatengeneza mazingira mazuri ya nchi hizo kusimama upande wa haki kwa wale wanaokandamizwa, ambao ni maelfu ya mamilioni ya Watanzania wanaokosa haki zao. Je, una maoni gani kuhusiana na makala hii? Karibu tuwe maoni yako hapo chini kwenye comment. Asanteni na kwaherini.